tunaomba neema yako iwe pamoja nasi, ukatuongoze na kutupigania katika kila hatua, kupitia jina takatifu la Yesu tunaomba na kushukuru, amen. Tunazungumzia kuupata ufalme wa Mungu. Tunaposema kuupata ufalme wa Mungu, kuna maswali mawili ambayo tunaweza tukajiuliza. Swali la kwanza ikiwa ufalme ni nini? Bwana tusaidie sana. Ufalme ni nini? Hili ni jambo muhimu kulitambua sisi kama watoto wa Mungu, na tunapohubiriana habari za ufalme lazima kujua ufalme ni nini. Halafu baada ya hapo kuna kitu cha pili cha kujiuliza. Tunawezaje kutofautisha kati ya sifa za ufalme wa dunia na ufalme wa mbinguni? Haya mambo mawili, kwa sababu tunapozungumzia ufalme tunazungumzia vitu viwili vinavyorandana. Na mimi kama somo letu lilivyo kwa siku ya leo, kupata ufalme wa Mungu, tutabezi kuangalia ufalme wa Mungu ama ufalme wa mbinguni. Biblia imeeleza mara kadhaa na Yesu amefafanua mara kadhaa kuhusiana na habari ya ufalme wa mbinguni, na akajaribu kufananisha ufalme wa mbinguni na hapa duniani. Kuna wakati alitumia vitu tunavyoweza kuvijua sisi kwa ajili ya kufananisha ufalme wa mbinguni. Lakini katika andiko hili anasema tangu enzi ya Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu hao ndio wanauteka. Sasa tunataka tuzungumzie kitu kidogo kuhusiana na habari ya ufalme. Sasa tuzungumze na kulijibu swali hili la kwanza, ufalme ni nini? Tunaposema ufalme ni nini, neno ufalme lina maana kadhaa kulingana na muktadha linalotumika katika ujumla. Linaweza kutumika katika maeneo kama haya: enzi ya ufalme. Enzi ya ufalme. Tunapozungumzia ufalme tunaweza kutumia neno enzi ya ufalme au kingdom. Tunapozungumzia ufalme huo tunazungumzia mfumo wa kiutawala wa kifalme ambao kuna mfalme au malkia anayehusika na uongozi wa nchi, kama vile ilivyokuwa kwa Uingereza au Saudi Arabia. Wao wanatumia mfalme au malkia. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo tunazungumzia, nataka tujue kwanza kuhusiana na habari ya mazingira tunayoweza kuyafahamu kwa uzuri. Hapo ndipo tunaweza tukatafsiri kwa uzuri ufalme wa mbinguni. Lakini tunaweza tukazungumza juu ya habari hili neno ufalme. Ni eneo linalotawaliwa. Ni eneo linalotawaliwa. Sehemu au nchi inayotawaliwa na mfalme. Kwa mfano, tunapozungumzia hasa eneo, kwa mfano ilivyokuwa kihistoria Kongo. Kongo iliwahi kutawaliwa pia kifalme. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ni eneo linalotawaliwa kifalme. Kama hapa Afrika tunaweza kuchukulia nchi ya Kongo. Lakini tunaweza tukazungumzia pia ufalme tunauondoa sasa katika habari hii ya mwilini. Tunaweza tukazungumzia ufalme wa kiroho. Ufalme wa kiroho. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapo tukizungumzia maisha ya kidini sasa, tukizungumzia maisha ya kidini, hapa tunaweza tukaingiza sasa neno ufalme wa kiroho. Na tunapozungumzia ufalme wa kiroho, hasa katika Ukristo tunauzungumzia ufalme wa Mungu. Katika huu Ukristo tulio nao, tunazungumzia kingdom of God. Tunazungumzia ufalme wa Mungu. Na tunapozungumzia ufalme huu tunauleta kwa mapana sana, na huko mbele ndio tunataka tuzame sana. Lakini hapa tuzungumze hiki kwanza, tunaposema ufalme ni nini. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini pia tunazungumzia ufalme wa kibiolojia katika sayansi. Bwana Yesu atusaidie sana. Nao hili linatambulika, ufalme nao unatambulika, ni mojawapo ya ngazi ya juu, ngazi kuu za uainishaji wa viumbe hai, kama ufalme wa wanyama, animalia, na ufalme wa mimea. Kwa hiyo tunapozungumzia mambo haya tunazungumzia kwa upana kuhusiana na habari ya ufalme.
Haya, kwa mkato tunasema hivi, mambo haya mambo matano hivi. Tunasema ufalme ni utawala wa mfalme, na ufalme ni eneo au nchi ambayo inatawaliwa na mfalme au malkia. Ufalme hauna uchaguzi. Hilo uelewe. Tunapozungumzia utawala wa kifalme, tunazungumzia ufalme ni kwamba hauna uchaguzi. Mfalme ni mtawala wa kiume ambaye anapata mamlaka yake kwa kurithi. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo anapata mamlaka yake kwa kurithi, akimrithi mzazi wake ambaye ni mfalme au malkia. Lakini pia tunazungumzia ufalme ni utawala unaojitosheleza. Ufalme, ukisikia neno ufalme, ni utawala unaojitosheleza. Hauhitaji chochote. Kama jinsi tulivyozungumzia Saudi Arabia na Uingereza, ni nchi zinazojitosheleza. Yaani huwezi kukuta asilimia zote au 99 yani kusema kuna kanukta wanaomba misaada. Kwa sababu ufalme ni tawala inayojitosheleza yenyewe kama yenyewe. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni utawala wa juu sana, tofauti na utawala wa kisiasa. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini tunapozungumzia pia ufalme, tunasema ni serikali au mamlaka inayotawala eneo fulani kama tulivyotangulia, au watu au jamii. Katika muktadha wa kibiblia, ufalme unahusishwa kwa karibu na ufalme wa Mungu, ambao ni utawala wa Mungu juu ya wanadamu kupitia roho yake. Ufalme wa Mungu unalenga kuleta haki, amani na upendo kati ya wanadamu na Mungu, kama vile inavyoelezwa katika Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, ambao anasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini tunazungumzia tena swali lile la pili ambalo nilikwambia tutofautishe sasa kati ya utawala wa kidunia na utawala wa kimbingu. Tutofautishe, kwa sababu tunapozungumzia hasa ufalme tumezungumza katika general. Sasa turudi katika kuzungumza kitu kimoja ili tuweze kutofautisha hizi falme, hizi tawala mbili za kimbingu na kidunia. Tulisema za kimbingu tunauita ule ni utawala wa kiroho, ufalme wa kiroho. Lakini hapa tunaporudi chini tunazungumzia pia utawala wa kidunia, ambao ndio tumeuchukulia mfano Uingereza na Saudi Arabia, au nchi nyingine yoyote ambayo wewe huenda unaifahamu zaidi, lakini nimechukulia hizi mbili kama mfano. Kwa hiyo tunapozungumzia utawala wa kiroho lazima pia tuujue utawala wa kimwili, na tunapozungumzia utawala wa kimwili lakini pia lazima tujue na utawala wa kiroho, ili tuweze kwenda sawa sawa na kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Sasa tuzungumzie kidogo juu ya habari ya ufalme huu katika kutofautisha haya mambo mawili, ufalme wa kidunia na ufalme wa mbingu. Hizi ni zana mbili tofauti zinazohusiana hasa katika muktadha wa kidini, au tunazungumzia mtazamo, Bwana Yesu atusaidie sana, wa kidini na kifalsafa. Hapa kuna tofauti kuu kati ya hizi mbili. Tuanze ufalme wa kidunia. Una maeneo matatu ambayo yanatofautiana na mambo ya kimbingu. Bwana atusaidie sana. Ufalme wa kidunia, huu ni utawala wa wanadamu ambao unahusiana na serikali na mamlaka na mifumo ya kijamii inayotawala dunia. Na urudia kusema, huu ni utawala wa wanadamu ambao unahusiana na serikali, mamlaka na mfumo au mifumo ya kidunia inayotawala dunia hii. Jambo la pili, unajumuisha ufalme, mataifa, tawala na miundo ya kisiasa ambayo binadamu huunda ili kuendesha jamii. Narudia hilo jambo la pili, unajumuisha ufalme, mataifa, tawala na miundo ya kisiasa ambayo binadamu huunda ili kuiendesha jamii.
Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, huo tunazungumzia ufalme wa kidunia. Jambo la tatu, katika maandiko ya kidini mara nyingi ufalme wa kidunia unahusiana na vitu vya muda mfupi, vitu vya kimwili, na mara nyingine unatajwa kuwa chini ya ushawishi wa maovu au tamaa za kibinadamu. Naomba nirudie hii. Katika maandiko ya kidini mara nyingi ufalme wa kidunia unahusiana na vitu vya muda mfupi, vitu vya kimwili maana yake, na mara nyingine unatajwa kuwa chini ya ushawishi na maovu au tamaa za kibinadamu. Huu ni utawala wa kidunia. Haya mambo matatu yanatosha. Tuangalie mambo ya ufalme wa mbinguni ambao sasa tunataka tujikite huko. Ufalme wa kimbingu au ufalme wa Mungu umezoeleka kutajwa, na sisi huo ndio tunaotazamia. Naomba tena nikupe mambo matatu yanayohusiana na ufalme wa kimbingu. Huu ni utawala wa Mungu juu ya wote waliomtii, juu ya wote waliomtii na kuishi kwa mapenzi ya Mungu. Huu ni utawala wa Mungu juu ya wote waliomtii na kuishi kwa mapenzi ya Mungu. Huu ni ufalme wa Mungu sasa tunauzungumzia, au ufalme wa kimbingu. Jambo la pili ni wa kiroho. Kumbuka hilo. Huu ufalme ni wa kiroho, wenye thamani za haki, upendo na amani, na mara nyingi unahusiana na maisha ya milele kwa waaminio. Na mara nyingi unahusisha maisha ya umilele kwa waaminio. Hilo ni jambo la pili. Naomba niurudie jambo la pili. Ni wa kiroho, wenye thamani za haki, upendo na amani, na mara nyingi unahusiana na maisha ya milele kwa waamini. Huu ni ufalme wa kimbingu au ufalme wa Mungu. Jambo la tatu, katika Ukristo, Yesu Kristo alihubiri kuhusu ufalme wa Mungu au wa mbinguni, akisisitiza kuwa sio wa kidunia bali ni wa milele na wa kiroho. Yesu alihubiri ufalme wa mbinguni akisisitiza ufalme huu sio wa kidunia bali ni ule wa umilele wa kiroho ambao kwa waamini tunategemea. Kristo alipokuja akatoa mifano kadha wa kadha, akaufananisha na ndege, mti na vitu mbalimbali juu ya huu ufalme. Lakini Waisraeli wao walimtazama kama mtawala wa kidunia. Wakati anapaa wakamwambia, kabla ya kupaa kwake, Matendo 1, wakamuuliza, "Je, wakati huu Bwana ndio wakati ambao umekuja kuwaletea huu ukombozi au kuleta ufalme kwa Waisraeli? Utawala wao umekuja wakati ndio huu?" Wanamuuliza juu ya milki ya kawaida, maana wameona kama kufufuka amefufuka, kwa hiyo maandiko yametimia. Lakini sasa je, ndio wakati anaenda kuitawala dunia? Yesu akawaambia, wala sio wakati wenu kujua hayo, yaacheni. Lakini hawakujua kile ambacho amewafundisha kwa miaka 3.5 akiwa nao, akielezea juu ya habari ya ufalme. Na ndipo anasema alipowatuma aliwaambia, nendeni mkawaambie watu ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Maana yake utawala wa Mungu sasa upo. Na hata sasa tunasema utawala wa Mungu upo na utawala wa Mungu haupo. Kwa nini tunazungumza haya kwamba upo na haupo? Kwa sababu utawala wa Mungu upo kwa hao waaminio, tayari wanaishi katika huo utawala. Lakini walio nje ya upendo wa Mungu, hawa hawaishi katika huo utawala.
Na ndio maana kuna vita kubwa kati ya watu ambao wanaishi katika upendo wa Mungu na wale ambao wako nje ya upande wa Mungu. Watu ambao wako nje ya kusudi la Mungu au katika hii neema tulionayo sasa, hawa ni adui wa hii neema. Maana yake ni hii: giza na nuru havikai pamoja. Kristo ameleta nuru ulimwenguni, ila giza bado lipo linatawala dunia. Kwa hiyo bado kuna watu ambao wanaishi kwenye neema na kuna watu ambao wako nje ya neema. Maana yake ni kwamba watu wapo ambao wanaishi kwenye nuru na wapo ambao wanaishi gizani bado. Na ndio maana tunazungumzia katika habari hii mahusiano haya kwetu sisi. Tunarudi sasa ndani ya somo letu tunapozungumzia katika haya mambo mawili, kwa nini yanahusiana hivi. Ufalme wa dunia ni wa muda, wenye mabadiliko na ushawishi wa binadamu, wakati ufalme wa mbinguni ni wa milele na ni wa kiroho. Umeona hivi vitu? Kwa hiyo utawala huu wa kidunia huo unabadilika. Hata huo niliokuambia wa Uingereza sio yule wa kwanza aliyetawala. Kwa hiyo walishaanza wengine, akaja si Malkia nani, Elizabeth wa kwanza, wa pili, wa tatu. Umeona wanavyoenda wanabadilika. Kwa hiyo wanaenda. Kwa hiyo mabadiliko yanakuja kwa sababu huu ni utawala wa kidunia. Lakini huu ufalme wa kimbingu wenyewe ni wa milele na ni wa kiroho na hauna mabadiliko, kwa sababu mtawala hapa ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Ingawa wanadamu wanaishi chini ya tawala za dunia, wengi wa waumini wanatamani kuingia kwenye ufalme wa Mungu kwa kuishi maisha ya uadilifu na ni ya umilele. Nafikiri hata wewe ndiyo shauku kwamba baada ya maisha haya basi nikakae na Bwana wangu huko milele na milele. Bwana Yesu atusaidie sana. Hakuna Mkristo au muamini ambaye anatamani aishi hapa duniani milele, kwa sababu masumbufu ya hapa duniani ni mengi. Na ili tuyaone sasa ni kuingize kwenye somo. Andiko letu tumesema ni Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 1 hata ule wa 15. Na hapa tulikuwa tunauzungumzia kidogo mstari wa 12. Sasa wacha tusome mstari wa 1 mpaka wa 15. Mstari wa 1 hata wa 15. Kuna mtu anaona vizuri kule ili kwamba aweze kusoma na itakuwa baraka sana. Kuna mtu amefika? Injili ya Mathayo sura ile ya 11 mstari wa 1 hata wa 15. Umefika? Asante. Wacha ni usome basi. Mstari wa 1 unasema: Ikawa Yesu alipokwisha kuagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Na hao walipokwenda zao, Yesu alianza kuwaambia makutano habari za Yohana. Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo? Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo? Tazama, watu wavao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme. Lakini kwa nini mlitoka? Ni kuona nabii. Naam, nawaambia,
na aliye mkuu zaidi ya nabii. Huyo ndiye aliyeandikiwa haya: tazama, mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayetengeneza njia yako mbele yako. Amini nawaambieni, hajatokea mtu katika wazao wa mwanamke aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Kwa maana manabii wote na Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Elia atakayekuja. Mwenye masikio na asikie. Naomba nirudie mstari ule wa 14. Anasema, na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Elia atakayekuja. Mwenye masikio na asikie. Sasa Yesu anazungumza juu ya habari. Kwanza lilikuwa ni tukio ambalo linatendeka baada ya Yesu kuwatuma wanafunzi wake 12 kwenda kuhubiri huko na huko. Anarudi naye na kwenda sehemu nyingine kuhubiri. Yohana Mbatizaji anasikia habari za huyu Yesu ambaye amembatiza kule Yordani. Anaambiwa kwamba huyo uliyembatiza, mambo anayoyafanya sio ya kawaida, yanapita hali ya kawaida ya maisha ya mwanadamu, yanapita hali ya kawaida ya watumishi tuliowahi kuwasikia, yanapita. Yohana akiwa yuko gerezani, amekamatwa katika ulimwengu. Ndio maana nakwambia kwa waamini wote hawatamani kuishi milele katika hii dunia. Yohana akiwa amehubiri Yordani na watu wamekuja wakabatizwa na yeye, akawaongoza njia ya kumwamini Kristo, nao wakasema huyu ndiye nabii, lakini bado wanadamu wakamkamata akaweka gerezani na yuko kwenye matazamio ya kufa. Na wakati ule mfalme akikushutumu kwa jambo fulani, umekufa. Kwa hiyo Yohana yuko gerezani, anasema baada ya kuyasikia anayoyafanya Yesu aliyembatiza mwenyewe, na alitabiri akasema, yupo katikati yenu anayekuja aliye mkuu sana kuliko mimi, ambaye sistahili hata kulegeza kamba za viatu vyake. Watu wakamletea sasa habari kwamba huyo aliyetabiri habari zake anafanya makubwa zaidi ya kawaida. Akawasema, hebu kamuulizeni. Hili swali hata ungekuwa wewe pengine ungeuliza. Hebu kamuulizeni, ndiye yeye au tumtazamie mwingine? Wakaenda kuuliza, hawakuwa na ajizi. Wakaenda kumuuliza Yesu, Yohana ametutuma, anataka kujua kwamba ndiwe wewe au tumtazamie mwingine. Yesu hasemi kuwa ni mimi. Yesu hatambulishi mambo yake mwenyewe. Anawaambia wala hakuna sababu ya kusema kwamba ni nini ambacho mimi nafanya au mimi ni nani. Nendeni mkamwambia Yohana yale mlioyaona. Nendeni mkamwambia Yohana yale ambayo mmeyatazama wenyewe kwa macho yenu. Vipofu wanapata kuona, viziwi wanapata kusikia, viwete wanatembea. Lakini haitoshi, anasema wafu wanafufuliwa. Haitoshi, anasema na masikini nao wanahubiriwa habari njema za ufalme wa mbinguni. Ndipo anasema heri yule ambaye hachukizwi nami. Kwa maana hiyo Yesu anajitambulisha kama mtu aliyeleta utawala wa kimbingu ili kuzivunja kazi za ibilisi juu ya dunia hii, ili kuziharibu kazi za adui juu ya dunia hii, akiwa kama mtawala ambaye anatawala sio katika ufalme wa dunia, anatawala katika ufalme wa kiroho ambako shetani amekamata watu katika ulimwengu wa roho, akawafanya kuwa vipofu katika ulimwengu wa mwili, akawafanya kuwa
viziwi katika ulimwengu wa mwili, akawafanya kuwa watu mabubu katika ulimwengu wa mwili, lakini akawapiga na magonjwa, lakini akawaua pia kwa kifo kabisa. Yesu anasema nimeuleta ufalme wa mbingu ili sasa kubadilisha haya mazingira ya dunia, ili kubadilisha utawala wa kidunia. Ujue kwamba upo utawala uliye mkuu zaidi ya huu wa dunia hii. Hebu sema amina kama unanielewa sawa sawa. Hebu sema amina kama unaelewa sawa sawa. Yesu anakuja kubadilisha utawala wa shetani ulazwe chini na wa Mungu uinuke juu. Hebu sema amina wewe. Nikitazama pole sana, speaker zetu zinaleta shida, Twitter inakata. Lakini sikiliza nikwambie jambo hili. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati ule wana wa Israeli wakipita wanatembea na sanduku la agano. Sikiliza vizuri wewe. Wakati wana wa Israeli wanatembea na sanduku la agano kutoka nchi ya Misri ili kuja katika nchi yao ya ahadi. Hii ilikuwa nchi ya ukweli. Hii ilikuwa nchi ya ukweli ambayo Bwana aliwaahidia ili kwamba waje waitawale. Biblia inasema hivi, walitembea na sanduku ambalo Bwana alimwambia Musa atengeneze pale wakiwa katika milima ile ya Sinai. Akamwambia Musa, chonga sanduku ambalo hilo sanduku litakuwa ni ishara ya ufalme wa mbinguni, na hilo sanduku litatembea na uwepo wa Bwana. Hilo sanduku litatembea na nguvu ya Bwana. Anasema nikija kusema na nyinyi, nitakuja kwa utukufu mwingi, nitashuka chumba ambacho limewekwa hilo sanduku. Biblia inasema Musa akatengeneza na hema ambayo ilikuwa inagawanyisha sehemu kuu tatu. Akatengeneza hema ya kwanza ambayo ilikuwa inawekwa hilo sanduku, ambapo humo aliingia kuhani mara moja kwa mwaka. Lakini akatengeneza hema ya pili ambayo hapo walitoa sadaka zao ili kuweka utakaso ili wapatane na Mungu. Akaweka hema ya tatu ambayo hapo walikuja wanadamu wote wakamwabudu Mungu hapo. Bwana atusaidie sana. Na Mungu alipotaka kusema nao hakushuka popote, alishuka kwenye ile hema alafu akaenda kwenye lile sanduku. Kwa hiyo utukufu wa Mungu ulionekana kwenye lile sanduku. Ulizuka pale. Hivyo anasema wana wa Israeli walitembea na utukufu wa Mungu. Biblia inasema hivi, usiku moja Wafilisti wakaliteka lile sanduku. Wana wa Israeli walipotenda dhambi, wakaliteka lile sanduku, wakaenda wakalipeleka kwenye nyumba ya Mungu wao. Walipoipeleka kwa Mungu wao, huyo Mungu aliitwa Dagoni, Mungu wa miungu. Huyo Dagoni alikuwa ni Mungu mwanaume ambaye jina hilo walimpachika kwamba yeye ndiye anayesababisha mambo yote yawepo. Wakampa jina la Dagoni. Lakini haitoshi, walikuwa na Mungu mwingine ambaye walikuwa wanamuita Ashera. Huyo Ashera yeye alikuwa Mungu mke, ambaye huyo Mungu mke walimpa uwezo wa uzao wa wanawake. Biblia inasema ya kwamba wakaliweka lile sanduku la agano, wakaliweka kwa yule Dagoni. Waliweka mbele ya Dagoni. Biblia inasema mashehe wakaondoka wakaenda zao kulala. Usiku ule utukufu wa Mungu ukaja kwa namna ya ajabu. Lile sanamu la Dagoni likaanguka mbele ya sanduku. Asubuhi walipokuja viongozi wa dini wakakutana, lile Dagoni limeanguka. Wakasema hapana, hii siri tusiitoe. Wakaliinua kimya wakaliweka. Siku ya pili tena wakaenda zao, wakasema ya kwamba tumeshashinda, watu hawatajua habari hizi. Siku ya pili Dagoni akaanguka tena. Walipokuja wakamkuta Dagoni ameanguka, amesujudu mbele ya sanduku la uwepo wa Bwana. Wakamuinua tena wakamweka. Siku ya tatu Biblia inasema Mungu akakasirika, akamkatakata Dagoni vipande, vingine vikawa kwenye milango. Walipofika asubuhi wanakutana na shingo ya Dagoni iko kwenye mlango, mikono yake iko kwenye mlango. Ametawanyishwa huyo Mungu Dagoni. Utukufu wa Mungu, ufalme wa Mungu unapokuja una nguvu zaidi ya miungu, una nguvu zaidi ya mizimu, una nguvu zaidi ya madawa, una nguvu zaidi ya majini. Sema amina kama unaelewa sawa sawa. Haleluya. Tunazungumzia habari za ufalme wa Mungu. Tunapozungumzia habari za ufalme wa Mungu, tunazungumzia nguvu ya Mungu.
Tunazungumzia nguvu ya Mungu ambayo hiyo nguvu anasema iko ndani ya watu. Iko ndani ya watu. Asante sana. Iko ndani ya watu. Hiyo nguvu iko ndani ya watu. Na ndio hapa Yesu anakuja anasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Kwa nguvu. Na wenye nguvu wanauteka. Maana yake nini? Wenye nguvu, wenye uwezo, wenye shauku, wenye kutamani, wenye kuwaza juu ya habari ya matendo makuu ya Mungu, anasema hao ndio watapata. Hazungumzi nguvu ya kawaida. Na ndio maana akawaambia katika Matendo 1:8 anawaambia ya kwamba nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Anawaambia hilo neno akisha kuajilia juu yenu, maana yake ni kwamba kumbe kabla ya huyo Roho Mtakatifu hawana uwezo wa kukabiliana na upinzani uliokuwepo. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Huu upinzani unawezaje kukabiliana nao? Ni hiyo hali ya kukubali. Na hili neno lilikuwa ni neno la kinabii. Kumbuka hilo. Lilikuwa ni neno la kinabii. Haya mambo ambayo Yesu aliyazungumza pale, alipokuwa akizungumza katika ule mstari wa 10 alipowasema kwamba huyo ndiye aliyeandikiwa haya. Aliandikiwa nini? Anasema, tazama mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayetengeneza njia yako mbele yako. Haya yalikuwa ni maneno ya kinabii. Sasa anawaambia juu ya kuyatafsiri hayo maneno ya unabii. Anawaambia juu ya kutafsiri. Na hali hii ya kutafsiri, habari za kutafsiri maneno ya kinabii sio kitu chepesi kutambua. Na ndio maana hata katika ibada zetu linaweza likatoka neno la kinabii ambalo hutalitambua kwa haraka kama usipohitaji msaada wa Roho Mtakatifu kukusaidia kwenye maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu gani? Unabii ni wa kiroho. Bwana Yesu atusaidie sana. Maneno ya Mungu ni ya kiroho. Tukisoma katika Wakorinto wa kwanza, hapa nazungumzia hatua za kufuata katika kutafsiri unabii, lakini nazungumzia tu andiko hili kuhusiana na habari ya kutafsiri unabii. Hebu tusome kidogo hiyo Wakorinto wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 14 unasemaje? Ya 2. Naam, mstari wa 14. Ndio. Na huko inasema, karibu. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake hiyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Yes. Anasema mwanadamu mwenye tabia ya asili hawezi kutambua mambo ya kiroho, kwa sababu hayo mambo yanatambulikana kwa tabia za rohoni, sio tabia za mwilini. Umeona sasa? Mambo ya kimungu hayatambuliki wala hayatafsiriki kwa akili ya kawaida. Mambo ya kimungu yanatafsirika, maneno ya kinabii yanatafsirika katika tafsiri za kiroho, sio za kimwili. Kwa hiyo mtu mwenye tabia ya asili hawezi kuyatambua mambo haya, kwa sababu mambo haya yanatambulikana kwa watu wenye tabia za rohoni. Na ndio maana hata tunapozungumzia sasa hivi tuko kwenye mifungo. Lakini katika hii mifungo iko ya aina 2 sasa hivi. Si ndio? Kwa hiyo katika hii mifungo miwili, kila mtu ana namna yake anavyotambua juu ya habari ya mifungo hii. Kuna mtu anafunga kutimiza desturi. Lakini kuna mtu anafunga na funga hii itakuwa na maana kubwa kwake. Katika hii kwa lazima hii. Kuna mtu anafunga kwa lazima. Funga hii itakuwa na maana kubwa kwake. Lakini kuna mtu ambaye anafunga kutimiza desturi tu, tabia fulani hivi za kidini na mwelekeo fulani. Na kuna mtu ambaye ataponywa, atakombolewa, atafunguliwa kupitia hizi funga. Hii funga ambayo watu wanafunga. Bwana tusaidie sana. Na ndio maana kwenye Isaya akazungumza ya kwamba tazama, kufunga kwa namna hii ndio niliko kuchagua. Ni mtu kujitaabisha
Ni mtu kujisikia vibaya siku ya kufunga, ni siku ya kuwalemea wengine, ni siku ya kujiweka kuwa kama mtu alielemewa sana na mzigo, hata kusema kila jambo nimefunga, kila jambo nimefunga, hata kazi zake asiweze kufanya. Je, ni somo niliyoichagua mimi? Mungu anauliza kwenye Isaya 58 mstari ule wa 6. Anasema mimi sio somo niliyoichagua mimi. Somo niliyoichagua mimi sio ya namna hii. Mtu kujifungua kwenye vifungo, sio mtu kulegeza kamba za nira ambazo amefungwa. Kwa hiyo kufunga kuna kuwa na maana, lakini mtu mwenye tabia ya mwilini ataitafsiri kufunga kwa tabia ya mwilini, na mtu mwenye tabia ya rohoni atatafsiri kufunga kwa tabia ya rohoni. Na ndio maana tunasema watu wa rohoni, fungeni, kuweni na mikesha ya mara kwa mara, kwa sababu tabia hii ni ya kimungu. Na ndio maana Mungu alikuwa na tabia, alipokuwa katika haya maisha hapa, alitufundisha kufunga na kuomba. Haleluya, haleluya. Kuna mtu anaelewa maneno haya? Amwekee Yesu makofi mazuri. Lakini jambo la pili katika hatua za kutafsiri huu nabii, tunapozungumzia hali hii, nazungumzia Mungu ndiye chanzo cha unabii. Lazima utambue hilo. Mungu ndiye chanzo. Petro wa pili, hebu tusomee Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 20 na 21. Unasema? Petro wa pili sura ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 20 na 21. Neno langu nasema, karibu. Mstari wa 20. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 20. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Yes, sema. Anasema hakuna unabii katika maandiko. Mtambue, anapenda kuambia watu mtambue kwanza jambo hili. Hakuna mtu ambaye anaweza kutafsiri unabii kama mtu tu mwenyewe anavyopenda. Hapana, bali maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Unabii haupo popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinenewa yaliyotoka kwa Mungu. Bali wanadamu wamepewa kujua yaliyotoka kwa Mungu, wakaangaziwa, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Je, pasipo Roho Mtakatifu tunaweza tukayajua haya? Bwana tusaidie sana. Na ndio maana tunasema kwenye ibada zetu tunahitaji kumjua sana Roho Mtakatifu, kwa sababu huyu Roho Mtakatifu ndiye mwangaza wa neno la Mungu ndani ya roho zetu. Ili kusadikisha jambo la kimungu ndani yetu, ni lazima Roho Mtakatifu ahusike kulitafsiri neno ndani. Pasipo Roho Mtakatifu kuhusika kulitafsiri neno ndani, bado itakuwa ni shida kuuelewa unabii wa Mungu juu ya maisha yetu. Na ndio maana akasema juu ya habari ya ufalme, hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu hao wanauteka. Maana yake kwamba anataka kuona watu ambao wana shauku ya kimungu juu ya habari ya kumtaka huyu Mungu kwa usawa. Lakini jambo jingine ambalo nilimalizie, unyenyekevu huleta ufahamu sahihi. Kwa nini unyenyekevu huleta ufahamu sahihi? Hii ni katika habari ya tunaozungumzia ufalme wa Mungu, na hapa tunatafsiri habari za unabii. Jinsi ya kutafsiri unabii inahitaji unyenyekevu. Kuna wakati unaweza ukasoma neno la Mungu, sawa? Unaweza ukafungua Biblia yako ukasoma. Alafu wakati unasoma ile Biblia inatafsirika hivi. Wasomi wanasema Biblia inasoma kwa mara mbili. Jambo la kwanza, isome Biblia kama kitabu chenye kujaa historia na mifano na mambo ambayo yamezungumzwa kwa kina katika ulimwengu usiokuwepo. Isoma hivyo, elewa kielimu. Alafu jambo la pili, isome Biblia kiunabii. Isome Biblia kiunabii kwa ufunuo, kwamba haya maandiko, hili andiko limeandikwa. Unamwona yule towashi? Biblia inasemaje juu ya yule towashi? Akafungua katika Isaya, wakati anasoma hicho chuo cha nabii Isaya 53 alikuwa anasoma pale, lakini kipindi hicho ilikuwa ni gombo la chuo. Wakati anasoma kile kifungu,
Roho wa Mungu akiwa amemuongoza Filipo kutoka Samaria, anamwambia nenda mahala fulani. Biblia tena ni tamu, naipenda, inasema Roho wa Mungu akamwelekeza mahala ambapo Filipo anatakiwa kwenda. Akampeleka mpaka mahala ambapo lilipo lile gari. Alafu alipofika, Roho wa Mungu anamwambia Filipo, fuata hilo gari. Alipofuata lile gari, akamkuta yule mtu anasoma lile fungu. Sikiliza sasa tofauti iliyopo hapa. Anasoma lile fungu. Wakati anasoma lile fungu juu ya habari ya ujio wa Kristo, kupigwa kwake na kuteswa kwake na kifo chake na kufufuka kwake, anasema na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yule jamaa akawa kama amechanganyikiwa hivi. Haya mambo ni mambo ya namna gani? Anatoka kuabudu hapo. Biblia inasema Filipo akalisogelea lile gari. Alipolisogelea lile gari, akamuuliza, mambo haya umeyaelewa? Akasema, nitayaelewaje asipotokea mtu wa kunielewesha? Siyajui. Kwanza hizi habari zilimhusu nani? Zilimlenga nani? Filipo anasema akaanza na fungu lile lile kumfunulia juu ya habari ya ufunuo huo, au juu ya habari ya unabii huo. Anasema unabii huu haukumhusu Isaya. Isaya alikuwa anatabiri juu ya habari ya ujio wa Kristo, ambaye mambo haya yametokea siku chache zilizopita. Biblia inasema yule towashi aliposikia maneno anayoambiwa na Filipo, yeye mwenyewe akasema, ya niko tayari kumfuata Kristo, niko tayari. Akasema, maji ni haya hapa, nani azuie nisibatizwe? Hebu weka makofi mazuri kwa Yesu. Biblia ikisomwa kwa ufunuo ina uwezo mkubwa wa kumsaidia mtu. Sema amina kama unanielewa sawa sawa. Biblia isomwe kama kitabu, lakini Biblia isomwe kama kitabu cha unabii juu ya maisha ya mtu. Kwa hiyo tunaposoma leo katika fungu hili la kuhusu ufalme, jua kwamba ni nani anapaswa kuyatendea kazi maneno haya. Sikiliza, wewe hapo ulipo unapita kwenye changamoto nzito na majaribu makubwa sana, ambayo yamkini nafika mahala unakosa jawabu, unakosa ufunuo wa kukusaidia. Hata unafika mahala unajiuliza, hivi ni kweli niko ndani ya Yesu au sio? Maana unaona kana kwamba mauti iko karibu kabisa na wewe. Unaona kwamba watu wanadamu wamekuacha, watu wanadamu wamekutenga, watu wamekususa, watu hata inawezekana hata viongozi wako wa dini nao wamekuacha mbali. Lakini sikiliza fungu hili Yohana akiwa ndani ya gereza, na yeye pia ana maswali kama ya kwako. Huenda Biblia haisemi yote, huenda labda alijiuliza kama ndiye mfalme ajaye, na Biblia imemfunua kuwa yeye ni Mungu mwenye nguvu, yeye ni mfalme wa wafalme, mbona sasa hatoi amri ya mimi kufunguliwa? Huenda, lakini Biblia haikusema. Maana yuko gerezani na ameingia kwenye mashutumu mazito baada ya kumkemea mfalme. Sasa huyo anakuja kama mtawala Kristo, na anamhubiri kama mtawala Kristo, na yeye kwa sikio lake alisikia mbingu zimemkubali, akasema huyu ndiye mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Vipi leo nataka kufia gerezani? Lakini Yesu hakujishughulisha kabisa na habari za gerezani kwa Yohana. Lakini anawaambia watu tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wanauteka. Maana yake utawala huu wa kiroho upo, lakini kuupata ni kazi kubwa. Inahitaji bidii, inahitaji nguvu. Si kwamba Mungu hakuoni, si kwamba Mungu amekuacha, si kwamba Mungu amekusahau, si kwamba Mungu amekutupa. Hapana. Haya yote yataandikwa na yameandikwa kwenye kitabu cha historia. Hata kama Yohana alikatwa kichwa akaondolewa kwenye hesabu ya wanadamu, ila Yesu anasema haijawahi kutokea, haitakai tokee mtoto aliyezaliwa katika uzao wa mwanamke mwenye nguvu, mwenye uwezo kama Yohana. Na mimi nasema ya kwamba hata kama wanadamu watakukataa, hata kama wanadamu watakutupa, mbingu bado
nyoyo zimekukubali, wala usivunjike moyo, wala usikate tamaa. Yesu yuko pamoja na wewe. Naona katika kitabu cha Matendo, Stefano anapigwa mawe, lakini Stefano anasema kwa kuhubiri injili ya Bwana, mbingu zikafunguka. Akamuona Yesu yuko wazi. Anasema namuona Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Watu wanachoma mioyo, wanamuua Stefano kwa mawe. Anasema anamuona Yesu, ananyosha mkono ampokee. Mbingu hazijakukataa. Wanadamu wakikukataa, hao ni watu. Wanadamu wakikususa, hao ni watu. Wasipokupa msaada, hao ni watu. Achana nao. Yuko Bwana mabwana, yuko Mungu wa miungu, Baba wa milele. Yeye ndiye pekee. Taka nguvu zake, taka uwezo wake, atakusaidia sana. Akasema mtu mmoja, maana falsafa, akasema siku moja nikiwa kwenye maono usiku, nalimuona Bwana nikitembea katika safari, na katika ile safari nikaona naenda peke yangu. Nikigeuka nyuma naziona nyayo zangu. Mara nikaona nyayo ya pili. Kuangalia, nikamuona Bwana ananiambia twende, niko pamoja na wewe. Nikafurahi sana. Anasema nikafika kwenye sehemu moja, ilikuwa na makorongo mengi sana, mabonde, lakini ilikuwa ni hatari sana. Kifo kana kwamba kimenisogelea sana. Nikalia sana. Lakini mara ya kwanza nilijipa moyo, nikasema yuko Bwana. Kugeuka nyuma, sioni Bwana, sioni nyayo za pili, naona nyayo zangu peke yangu. Nilipoona nyayo zangu peke yangu, nikalia sana. Nikasema Bwana ameniacha katikati ya taabu. Bwana ameniacha katikati ya taabu. Bwana ameniacha katikati ya shida. Bwana ameniacha katikati ya maombolezo. Bwana ameniacha. Lakini nilipovuka ng'ambo, tazama, nikamuona Bwana. Nikamuuliza Bwana, ulienda wapi wakati nikiwa nateseka, wakati nikiwa naumia, nikiwa kwenye pito gumu kabisa? Akaniambia, mwanangu, nyayo ulizoziona zikitembea nyuma yako si wewe, ni mimi nilikubeba, kwa sababu najua sehemu ile usingepita salama. Anasema nikalia machozi baada ya kuamka kwenye ndoto. Nikalia sana, nikasema kumbe hakuna sababu ya kumlaumu Mungu wetu. Kumbe Mungu anatujua na anatupenda na anatujali. Wakati wa mateso anasimama yeye, na ndio maana alisema yeye ni Bwana wa vita. Akugusaye wewe, agusa mboni ya jicho lake. Bwana yuko pamoja na wewe katika shida yako, katika mapito yako, katika misukumo yote unayopitia. Wala usizimie moyo. Bwana yupo. Na ndio maana tunasema kwenye maombi ya kumtaka Bwana, Mungu yupo, anawatokea watu wake. Hata jioni ya leo yupo, akutokee kwa jina la Yesu. Hebu nikuombe, mteule wa Bwana, pale ulipo, inawezekana kabisa unapita katika hayo unayoyapitia, ambayo mtu mwingine hawezi kujua. Hata mimi huenda sijui, hata jirani yako huenda hajui. Lakini niseme kwamba si kwamba wasipojua wanadamu Mungu hajui. Mungu anajua yote. Mungu anaweza yote. Wakati huu natamani niombe, tumwingie kwenye maombi kwa dakika hizi. Tumwambie Mungu, Bwana, tunautaka huo ufalme wako. Bwana, tunatamani kwenda na wewe, kwa sababu pasipo wewe sisi hatuwezi. Pasipo wewe sisi hatuwezi. Nimezungumza machache juu ya habari ya kuutaka ufalme. Kwa hiyo jibu la Yesu kwa Yohana, aliwaambia nendeni mkamwambie asiwe na mashaka. Ndio maana anasema heri mtu yule asiyechukizwa nami. Ndio maana akamwambia nenda kamwambie Yohana asiwe na mashaka juu ya mimi. Natamani usiwe na mashaka juu ya ukuu wa Yesu juu ya maisha yako. Simama pale ulipo kwa miguu yako. Shaka atali alabas. Yuko Mungu ambaye huyo ukimwambia
ukimweleza haja ya moyo wako, ukimwambia juu ya mafunuo aliyokufunulia. Kuna watu umepewa maono makubwa, lakini unaona ndoto hazitimii bado, wala usizimie moyo. Ibrahimu anaambiwa juu ya habari ya kuitawala dunia na kuitwa baba wa mataifa. Lakini akiangalia hana mtoto hata mmoja, hana mtoto hata mmoja, hana mtoto hata mmoja, hana mtoto hata mmoja. Reko shakata analia, anamwambia Mungu, umenipa huyu mfanyakazi ndiye atakayetawala nyumba yangu. Bwana anamwambia sio huyo, nimesema nitakupa kutoka kwenye viuno vyako. Baada ya miaka ikapita, akazaliwa Ishmaeli kwa mjakazi. Akasema huenda Bwana amenijibu kupitia mjakazi. Mungu anamwambia hapana, nataka kwenye tumbo la mtu aliyeitwa tasa atokee mtoto, atokee mtoto, atokee mtoto. Na mimi nasema ndani ya tumbo la tasa siku ya leo atokee mtoto, atokee mtoto. Ndani ya mikono iliyolaaniwa siku ya leo itokee biashara. Reko shaka ndani ya viuno vilivyokufa pakatokee ndoa safi yenye uzao kwa jina la Yesu. Waliosema hautaoa waone sasa ndoa yako ikitimia. Waliosema hautafaulu masomo yako waone sasa ukienda vyeo vikubwa sana. Reko shaka, hebu inua mikono yako namna hii, inua mikono yako namna hii. Yuko Mungu mahali hapa, yuko Mungu mahali hapa, yuko Mungu akutengeneze kwa upya ya kasa. Yuko Mungu akuandae tena kama mteule wake. Yako mambo ambayo yameshindikana kwa akili za kibinadamu. Rababosi, yani hayo sio ya kuyatazama. Sheke tereba, hayo sio ya kuyaangalia, hayo sio ya kuangalia, hayo sio ya kuyatazama. Sahihi na majira kama haya ni kumtazama aliyekuja kutangaza ufalme. Aliyesema kamwambieni Yohana wafu wanafufuliwa. Akamwambia kamwambieni Yohana viwete wanakwenda. Akasema kamwambieni Yohana viziwi wanasikia. Anasema huyo sasa yuko hapa. Historia ya maisha yako inaenda kubadilishwa, inaenda kubadilishwa. Inua masikio yako na moyo wako kumtazama Mungu pekee, na hiyo iwe sauti ya Mungu ndani ya moyo wako. Yatazame yote uliyoyapitia, lakini mwambie Mungu, haya nayaweka kama furushi dogo mbele zako. Wewe uliyesema njoni kwangu, njoni kwangu mleme wao na kusumbuka na mizigo, nami nitawapumzisha. Hebu mwambie Yesu jioni ya leo akupumzishe, akupumzishe. Yesu wako hapa wanahitaji kupumzishwa, wako hapa wanahitaji kupumzishwa. Dua zao na maombi yao wanataka wakuone Bwana, wanataka wakuone Bwana. Roko shaka, yuko mtu ambaye limekuwa jangwa kwenye maisha yake, bahari imekuwa kubwa mbele yake, akiangalia maadui wanamfuata Bwana, lakini aone nani mbele yake msaada wake. Ni wewe Bwana anakuona, ni wewe Bwana anakuona, ni wewe Bwana anakuona, ni wewe Bwana anakuona, ni wewe Bwana anakuona. Wana wa Israeli wakapaza sauti zao, wakalia wakisema, Baba umetuacha, heri tungefia kule Misri. Lakini Musa anawaambia, hawa wa Misri mnaowaona hamtawaona tena milele. Loko sheke, hawa maadui zako, hawa maadui zako wanaosimama kwa ajili yako. Yeye anasema, sema tu ufalme wa Mungu uko hapa, hautawaona tena. Paza sauti yako tumwambie Bwana, mimi sijui nini ambacho unakiona, lakini niliwahi kuona mama mmoja akiwa amepigwa sana mara nyingi na sio mara moja katika ndoa yake. Akapaza sauti yake kwa Bwana, akapaza sauti yake kwa Bwana. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya hatari kwao. Rababoshaka, ilikuwa siku ya hatari kwao. Mume wake alibeba panga akamuue kanisani, akamuue kanisani. Rebobosheke, akaingia na upanga kanisani, mama akiwa anamwabudu Mungu. Yule baba akasema, siku ambayo na
anasubiri muda ufike, ile siku. Sauti, music. Muda ufike nikamuulia madhabahuni. Wakati ujumbe wa neno la Mungu unaendelea, kama majira kama haya, yule mama akapamoka madhabahuni, naye hakujua kama mume wake amekuja. Yuko nyuma ya kanisa anasubiri, akamkata upanga mbele ya mchungaji wake. Maombi yakiwa yanaendelea, nguvu ya Mungu imeshuka. Rebo shaka. Biblia inasema yule mtu anasema katika kusimulia kwake, akashangaa anasikia panga linadondoka pembeni yake. Anasikia kilio cha mtu mkubwa analia. Kufumbua macho kuangalia pembeni yake ni mume wake. Analia sana, analia sana. Baada ya maombi makubwa anasema, mchungaji niombee. Nilikuja nimuue mke wangu hapa. Lakini niliyoyasikia, kumbe mambo haya niko kinyume na kusudi la Mungu. Mke wangu yuko sahihi. Mama analia sana. Anasema kumbe Bwana upo katika mateso yangu. Upo Bwana, upo Bwana katika mapito yako. Nakwambia kweli, yuko Bwana. Yuko Bwana. Anasubiri muda ufike akutetee mbele za adui zako. Hebu mpazie Bwana sauti yako. Pazie Bwana sauti yako. Siku ya leo ni siku nzuri ya maombi. Kumwambia Mungu juu ya kile ambacho unakihitaji. Kumwambia Mungu juu ya ile haja ya moyo wako, pasipo mashaka wala huzuni yoyote. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana nitokee mbele ya teso langu. Baba nitokee, reka shaka. Mwambie Bwana nitokee. Hana akampazia Bwana sauti, akamwambia Bwana nitokee. Ikiwa utalisikia dua yangu, ikiwa utasikia dua yangu na sala yangu, Bwana nitokee. Mwambie Bwana siku ya leo, mwambie Bwana siku ya leo kwamba Bwana nitokee. Natamani kuona mashujaa wa imani wanaomba siku ya leo, na Bwana naamini anakwenda kuwatokea. Maana anasema wale wenye nguvu hao wanauteka ufalme, hao wanauteka ufalme, hao wanauteka ufalme. Na mimi nasema iko nguvu ndani yako, iko power ndani yako ambayo unaweza kaangusha falme zote za adui. Unaweza kaangusha kila ufalme wa adui ambao unasimama kinyume ya mapenzi ya Bwana juu ya maisha yako. Wamesimama juu ya uchumi wako, wala usiogope. Wamesimama juu ya ndoa yako, wala usiogope. Tarajio lako ni nini? Shauku yako ni nini? Akasema tumtwike fadhaha juu yake, lakini inawezekana dhambi zimezidi juu yako, wala usiogope. Araboseke. Yuko Bwana ambaye anaweza kubadilisha. Yuko Bwana ambaye anaweza kutengeneza maisha yako yakabadilika, maisha yako yakabadilika. Na jioni ya leo nauona uwezo wa Bwana uko mahali hapa. Naiona nguvu ya Mungu iko mahali hapa, imkomboe mtu mmoja. Eketere babo. Wewe Bwana tembea. Baba tunakuona wewe katika mapito magumu, tunakuona katika shida mbalimbali, tunakuona katika mateso mbalimbali, tunakuona. Yuko hapa ambaye Bwana machozi yake hayana pa kupeleka. Baba dua yake haina pa kupeleka zaidi ya kwako Bwana. Niwe wewe uliyemwambia Kornelio, dua yako na sala zimefika mbele zangu. Yuko hapa Baba ambaye anatamani dua yake leo isikilizwe. Yawezekana wako wakuu wa anga la Uajemi ambao wamezuia majibu yake kwa muda mrefu, ambao wamezuia majibu yake kwa muda mrefu. Siku hii ya leo naomba badiliko. Siku hii ya leo naomba mageuzi. Leo Bwana iwe siku ya kupokea muujiza wake, 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 ya kupokea muujiza wake. Geuza mateka, geuza mateka, geuza mateka, geuza
Geuza mateka, geuza mateka, geuza mateka. Kilio chake leo kigeuzwe sasa, leo kigeuzwe sasa, leo kibadilishwe sasa. Yuko hapa anawaleta wazazi wake mikononi mwako Bwana. Yesu, sikia dua yake. Yuko hapa anamleta mume wake. Baba, sikia dua yake. Yuko hapa anamleta mke wake. Baba, sikia dua yake. Yuko hapa anawaleta watoto wake. Baba, sikia dua yake. Yuko hapa analeta ofisi yake. Baba, sikia dua yake. Usikie dua yake, usikie dua yake, usikie dua yake, usikie dua yake. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na badilisha, na badilisha, na badilisha yote 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 yote. Na kamata katika ulimwengu wa roho yote ambayo yamekamata maisha yake, yote ambayo yamekamata maendeleo yake, yote ambayo yamekamata familia yake. Orekashaka, yuko hapa na kombolewa, yuko hapa na funguliwa. Baba, maombi haya yakamtoe kwenye vifungo, yakamtoe kwenye vifungo. Yuko hapa amekamatwa na majini. Leo majini, leo majini katika ulimwengu wa roho. Sasa ni vita, sasa ni vita, sasa ni vita, sasa ni vita, sasa ni vita. Na uchafua ulimwengu wa roho, na uchafua ulimwengu wa roho, na uchafua ulimwengu wa roho katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na chafua hizo falme katika jina la Yesu. Moto 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 moto. Rekesheke, operation inatembea, operation inatembea, operation inatembea, operation ya kukombolewa, operation ya kufunguliwa. Wanafunguliwa sasa kutoka kwenye vifungo, wanafunguliwa kutoka kwenye vifungo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ore shaka. Kuna mtu anatengenezewa jambo jipya hapa. Kuna muujiza wa mtu hapa. Baba, fanya jambo. Shekete. Kwa muda nilio nao, wewe unasema unayo haja mbele za Bwana, na unatamani, unasema mchungaji, niombe pamoja na wewe. Uniombee juu ya pito langu na shida yangu. Wala usiogope. Sogea kwenye hii madhabahu. Yuko Bwana. Ya kasaka. Shaka tariababos. Taka kukuombea. Najisikia kushauku ya kukuombea. Yuko Mungu anayebadilisha vilio kuwa furaha. Tangu siku ambayo Hana aliambiwa nenda kwa amani, anasema tangu siku hiyo Hana hakuwa na huzuni tena kwenye moyo wake. Sijui huzuni yako imefika viwango gani. Sijui maombolezo yako yamefika wapi. Lakini nikwambie, madhabahu ina neno siku ya leo. Kuna jambo kwenye ulimwengu wa roho umelifanya wewe adui, wewe shetani, wewe shetani umelifanya katika ulimwengu wa roho, ukasababisha vikwazo na mapito. Nimeutambua ufalme wako ulivyomtawala kwa miaka. Sasa ufalme wa Mungu uko hapa. Sikia wewe adui, sikia shetani, sikia shetani, sikia shetani katika ulimwengu wa roho. Najua umeijenga madhabahu kwa muda mrefu. Wakati huu haya, achia, halitasalia pando. Achia na amuru. Hii ni mamlaka. Toka, achilia ndani yake.
funguka kwa jina la Yesu. Toka kwenye vikwazo. Ni moto, hawezi kustahimili. Moto, 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 moto. Nalimuona Bwana akikuaibisha adui. Nilimuona Bwana akikuaibisha adui. Hata sasa ufalme wako umeanguka adui. Shetani, ufalme wako umepotea sasa. Recheketa. Moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mitaa inalipuka. Jalabosa. Moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka. Unaachilia nguvu. Tunaachilia nguvu. Naachilia uweza. Naachilia nguvu. Bwana zirika. Bwana zirika. Angusha sasa hiyo mamlaka. Angusha sasa huo utawala. Angusha sasa Bwana huo utawala. Angusha sasa Bwana huo utawala. Leo iwe siku ya mageuzi kwake. Leo iwe siku ya mapinduzi kwake. Leo iwe siku ya mageuzi kwake. Kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Napanda ufalme mpya. Napanda ufalme mpya. Napanda ufalme mpya. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka kwenye mtego. Toka mtego kwenye miguu yake. Toka moto unawaka. Moto sasa, naachilia moto wa Bwana. Naachilia moto wenye kuzima mioto ya kigeni. Naachilia moto wenye kuzima moto kwenye mwili. Naachilia moto wenye kuzima moto kwenye maisha. Leo shake achia kwa moto ulao katika jina la Yesu. Naachilia, naachilia, naachilia. Power of God. Power of God. Power of God. Power of God. Katika jina la Yesu. Achia katika jina la Yesu. Therefore, huna mamlaka ndani yake. Huna mamlaka. Utawala, utawala, moto, 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 utawala, 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 utawala wa misimu, utawala wa misimu, utawala wa misimu, utawala wa misimu, utawala wa misimu. Reke, moto sasa, moto sasa, moto sasa, moto sasa, moto sasa. Utawala wa kipepo hauna mamlaka tena. Achilia nguvu yenye kufungua minyololo, minyololo, minyololo. Achilia kwa mikono yake. Achilia kwa miguu yake. Achilia hiyo nafsi. Achilia hiyo nafsi kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Power, 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 power. Utosi hata wayo. 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 Naachilia nguvu ya Mungu. Naachilia uwezo wa Bwana. Naachilia mamlaka. Wewe uliyekamata uchumi, haya achia kwa jina la Yesu. Wewe uliyekamata familia, haya achia kwa jina la Yesu. Moto sasa. Achia uzao wake. Achia uzao wake. Power. Moto wakao. Nang'oa kila pando. Sio pando na adui. Toka kuanzia sasa. Bwana kufungua, kupe neema katika jina la Yesu. Miguu yako na waka moto. Toka njia. Moto wakao. Moto wakao. Vifungo. Vifungo. Ni moto. Ni moto. Nyororo gani itasimama? Bwana akiwa ametamka. Petro akatoka kwenye magereza. Minyororo ikamwacha. Natamka minyororo kumwacha katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Toka minyororo kwa damu ya Yesu. Ufunguo. Ufunguo. Nafungua. Nafungua kila lililofungwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pokea neema mpya. Pokea uweza mpya. Pokea mamlaka mpya. Pokea sasa. Pokea sasa. Pokea sasa. Toka kila minyololo katika familia, katika ndoa, katika uchumi. Rakash. Ni moto. Ni moto. Ni moto. Madhabahu ya kuzimu. Moto sasa. Moto sasa. Moto sasa. Moto sasa.
moto sasa. Moto unalipuka. Waombaji endelea, waombaji endelea, waombaji endelea. Na uona moto Bwana, na uona moto Bwana. Rekesha, na uona moto Bwana, na uona moto Bwana. Iko miale, iko miale ya moto inapenya. Iko miale, iko miale ya moto inapenya, ya moto inapenya, ya moto inapenya kwenye madhabahu. Umelipuka moto wenye kuangamiza kila madhabahu ya kipepo, kila madhabahu ya majini, kila madhabahu ya mashetani. Rekesha ka moto waka, toka achilia, toka achilia. Mikono yake ifunguliwe, nyayo zake zifunguliwe. Na uona moto, na uona moto, na uona moto, na uona moto, na uona moto. Rekesheke minyololo. Achia, 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 achia. Kwa moto ula, 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 kwa moto ula. Riashaka, riabosha, rikashaka. Moto unatembea wenye kufungua minyololo ya kila namna, pingu za kila namna. Jeketete. Na uona moto, na uona moto. Unaachilia nguvu ya urejesho, unaachilia nguvu ya urejesho, unaachilia nguvu ya urejesho. Pingo, 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 pingo zinafunguka, zinaachilia. Haya mikono yake ifunguliwe, haya nyayo zake zifunguliwe. Haya, haya, haya. Na uona moto kwenye madhabahu, na uona moto unafungua watu. Naona adui anaachilia, naona shetani anaachilia maisha ya watu, anaachilia maisha ya watu. Yeketereba, achilia moto, achilia moto. Ikatara baba, moto unatembea, 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 moto unatembea. Iko haja yako inajibiwa, iko haja yako inajibiwa, iko haja yako inajibiwa, iko haja yako inajibiwa. Na uona moto, 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 na uona moto. Shetani anaachilia mikono iliyotekwa, shetani anaachilia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naiona nyota inang'ara, naona kibali cha Bwana juu ya maisha yako kwa damu ya Yesu. Waliokamata, waliokamata wanaachilia, wanaachilia. Achia adui mashariki, achia. Ewe mzimu, ewe mzimu, ewe mzimu, ewe mzimu, ewe mzimu. Moto, moto. Naona mizimu inaachilia, naona mizimu ya ukoo inaachilia. Wala usijali, usiogope, yako mambo yanatendeka sasa hivi kwenye ulimwengu wa roho. Riekeshaka, wanaachilia, wanaachilia, wanakombolewa. Hakuna adui kushika maisha yake, yanafunguliwa, maisha yake yanafunguliwa, maisha yake yanafunguliwa. Shaka tarababu, moto unaachia, moto unaachia, moto unaachia, moto unaachilia. Fire, 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 fire. Haya, nyumba zinafunguliwa, nyumba zilizotekwa. Wameweka vitu kwenye mlango wako. Leo tunaachilia nguvu ya kuharibu hapa hapa, hapa hapa, hapa hapa, hapa hapa, hapa hapa, hapa hapa, hapa hapa. Hakuna madhabahu inayobaki, hakuna madhabahu inayobaki. Haya, achilia, haya, achilia, haya, achilia, haya, achilia. Maana ufalme wa Mungu uko hapa, uko hapa, uko hapa. Ufalme wa shetani hauwezi kubaki. Haya, achilia nyayo, haya, achilia moyo, haya, achilia moyo. Shaka taria babos. Moto, 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 moto. Hakuna pando litakalosalia, hakuna pando litakalosalia. Walikutesa vya kutosha, lakini maombi haya Bwana anaenda kufungua sasa, anaenda kufungua sasa, anaenda kufungua sasa, anaenda kufungua sasa, anaenda kufungua sasa. Rashakata, anaenda kufungua sasa, anaenda kufungua sasa. Viko vitu vinaachilia, viko vitu vinafunguliwa, viko vitu. Achilia moyo, achilia moyo, achilia moyo, achilia moyo, achilia moyo, achilia moyo. Ufalme wa Bwana uko hapa, ufalme wa Mungu uko hapa, ufalme wa Mungu uko hapa. Ufalme wa devil hautapata
hatapata kibali. Lucifer hatapata kibali. Lucifer hataondoka na wewe. Lucifer leo mwisho. Leo anakuachilia. Leo anakuachilia. Leo anakuachilia. Ni moto katika ulimwengu wa roho. Ni moto katika ulimwengu wa roho. Ni moto katika ulimwengu wa roho. Haya. Wigo wa Bwana na uona. Upinde wa mvua wa Bwana aliyoweka agano na Nuhu na uona katika ulimwengu wa roho. Pambana na anga. Kamata anga. Waombaji, omba kwa ajili ya anga. Omba kwa ajili ya anga. Washa moto juu ya anga. Iko falme. Na yona madhabahu inaachilia. Rabababoseke rikashakatara baba. Anga linafunguliwa. Anga linafunguliwa. Anga linafunguliwa. Anga linafunguliwa. Wako watu wanaachwa huru. Misukule inaondolewa. Leo unaondolewa. Hautakuwa msukule. Hautakuwa msukule. Hautakuwa msukule wao. Hautakuwa msukule wao. Yuko Bwana. Yuko Bwana. Yuko Bwana. Yuko Bwana. Yuko Bwana. Yuko Bwana afunguae. Yuko Bwana awashaye moto juu ya misukule wote. Wanafunguliwa. Wanakombolewa. Wanaachwa huru. Wanaachwa huru. Njoo wewe ulioibiwa. Njoo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Saa ya ukombozi. Saa ya ukombozi. Saa ya ukombozi. Saa ya ukombozi. Bwana anawaita wote wenye kulemewa na kusumbuka na mizigo. Power of God. Aya machirie. Kuzimu achia. 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 Moto. Ni operation. Ni operation. Asahirie ni Mungu pekee. Ina mikono yako juu namna hii. Yuko Mungu hapa. Na anataka kuuangusha ufalme wa giza. Hebu sema tu maneno haya kwa ufupi sana. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Bwana wangu, nahitaji nguvu zako na ufalme wako ukae ndani yangu. Katika jina lako niuone ukombozi. Niuone ukombozi kwenye maisha yangu. Tangu sasa namkataa shetani na kazi zake zote. Tangu sasa navunja mapingu yote kwa jina la Yesu. Tangu sasa ukombozi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tangu sasa nyololo zote zilizofunga ukoo wangu, familia, ndoa, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila nyololo iliyofunga jina langu leo nafungua kwa jina la Yesu. 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 Wakati tunamshukuru Mungu, kuna jambo la kimungu linatendeka. Unaweza kainua mikono yako na mnayo kwa kumshukuru Mungu. Kuna operation kubwa inafanyika katika ulimwengu wa roho. Hebu endelea kumwambia Mungu asante. Wewe kwa muda gani umekaa huko? Na kwa nini uendelee kumtesa? Na kuamuru. Hii ni kwa mamlaka ya ufalme wa mbinguni. Toka kuanzia sasa. Ukamwache huru. Bali na mateso. Toka manyanyaso ya kila namna. Toka maombolezo. Toka huzuni.
We pepo la umaskini, pepo la mafaraka, pepo la magonjwa, toka ndani yake. Kwa nini unamtesa na bado unaendelea? Huoni haya kuingia katika madhabahu ya Mungu kisha bado umeendelea kumkamata? Haya, mwachie kuanzia sasa. Hii ni kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka na usirudi tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mateso yako yote tunayaamuru yasiwemo ndani yake kwa jina la Yesu. Rudi taratibu kwenye kiti chako. Mshike mkono. Naomba pale ulipo kamata sadaka yako nzuri. Kamata sadaka yako nzuri. Kama umekuja na fungu la 10, unaweza ukasogea madhabahuni. Kamata sadaka kisha simama. Karibu mke wangu, kaiombee sadaka mama mchungaji. Pe maiki. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tukaombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru Mfalme kwa ajili ya wakati huu mtakatifu. Asante Mungu uliyezifanya mbingu na nchi. Tazama wakati huu Bwana Yesu, tumekusifu, tumekuabudu, tumesikia maneno yako matakatifu. Hata sasa Mungu tunaenda kutolea sadaka hizi Mfalme, nami ninazikabidhi mikononi mwako mtakatifu. Naomba Bwana ukazitakase kwa damu yako ya thamani. Gusa sadaka ya kila mmoja Mfalme wa amani. Gusa kila nyosha mkono hata kutolea mtakatifu. Lakini wengine Mungu wako mikono mitupu. Bwana Yesu wakumbuke Mfalme wa wafalme. Fanya njia pasipokuwa na njia juu ya maisha yao. Kafanya njia pasipokuwa na njia juu ya kazi zao mtakatifu. Wakumbuke watoto wako Mfalme. Nikizikabidhi sadaka hizi mtakatifu, zikawe manukato na harufu nzuri mbele zako ambazo zinazokupendeza wewe. Katika jina la Yesu Kristo, nikikemea yule adui alaye katika vyanzo vya mapato ya watoto wako hawa, kapate kushindwa na kuanguka kuzimu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bali Bwana Yesu, utukufu wako na nguvu ukatawale milele juu ya watoto wako Mfalme, kupitia sadaka hizi ambazo tunaweza kuzitoa sasa. Nenda kaonekane kwa kila mmoja mtakatifu wa mbingu na nchi. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, nikiomba na kuamini. Amen. Amen. Amina. Karibuni. Karibu tukamtolee Bwana. Karibuni tu. Studio kule tupe tu muziki. Jamani, tumwekee Yesu wetu makofi mazuri kabisa, mazuri ya baraka. Haleluya. Naomba nisaidie kumwambia tu jirani yako, karibu kwenye miezi ya operation. Tuna miezi miwili ya operation, sio ya kawaida. Bwana tusaidie sana. Sema amina kama unanielewa. Msako. Hebu nisaidie kusema msako. Nikisema msako unanielewa? Unajua maana ya msako? Kule Kongo kulifanyika msako wa kimwili. Wakakamatwa vibaka 200. Si unanielewa vizuri? Wakamatwa vibaka 100. Hapa tunaenda kufanya msako wa kiroho. Sema amina kwa jina la Yesu. Ndani ya hii miezi miwili yote tutakuwa na msako usio wa kawaida katika kila ibada. Lakini haitoshi kwenye ibada. Tutatoka safari hii mpaka nje. Tutakwenda huko kuwashuhudia na kumtafuta shetani alipojificha na kuchukua vile ambavyo ni vya kimungu. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo nakuomba jiandae. Wewe na jirani yako mpashe hizo habari kwamba jiandae kwa ajili ya msako
huu wa kiroho. Maana yake ni kwamba kila ambalo Mungu ametamka hivi, kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litafanya nini? Litang'olewa. Litang'olewa. Hiyo sio hiari. Maana yake sasa hatutatumia ombi kwa shetani juu ya kile ambacho amekitawala juu yako, wala hatutatumia ombi ati akuache kwa muda. Sisi sio muda, tutamng'oa kwanzia yeye. Kama ana ukoo tutauondoa kwenye maisha yako. Hiyo anataka au hataki, tutafanya kwa jina la Yesu. Haleluya! Maana ufalme wa Mungu uko wapi? Upo hapa. Amina wapendwa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Sasa nikwambie tu jambo moja la kumaliza, ni kwamba Jumapili tutakuwa na mgeni. Kwa hiyo na kuomba fika kwa wakati. Ibada zetu ile saa 2 saa 3 kasoro tunakuwa na maombi ya kulifungua anga. Kwa hiyo fika na wewe katika yale maombi, sio ya mtu fulani, yanakuhusu wewe, mteule wa Bwana. Amen. Na huu msako utakaa vizuri kama utakamilika wewe katika kila ibada. Katika kila ibada. Fanya hima, jitahidi kujizoeshe kuwahi. Na ibada zetu katikati ya wiki ni saa 10:30 tunaanza. Tunamaliza ile saa 12:30. Sasa hivi tumeshazidi dakika kama 10 na kidogo. Kwa hiyo na mimi sitaki nikupotezee muda. Jiandae tu, Jumapili tutakuwa na mgeni, jiandae kuwahi, lakini nikuombe pia beba sadaka ya upendo kwa ajili yake. Lakini msiache kuomba kwa ajili ya familia ya Baba Niko. Baba Niko mwenyewe hali yake bado sio nzuri. Sijui kama nani ana taarifa za jioni hii kutoka kwa Baba Niko. Nani ambaye anaweza kutusaidia taarifa? Ambaye ana taarifa za uhakika. Nimesikia kwamba amefanywa operation. Ni kweli ama sio kweli? Au wanasema tu atafanywa? Maana kuna kufanyiwa na atafanyiwa. Ameshafanyiwa au bado? Kashafanyiwa. Yuko Muhimbili hapa au Mloganzila? Muhimbili. Sawa. Kwa hiyo niombe kwa dakika moja, hebu tusimame tumuombee Baba Niko, alafu baada ya hapo tukairisha ibada. Usiache kumwombea, lakini pia ukiweza naomba mnaweza kufika kwa Mama Niko au hospitalini pia kutembea kwa ajili ya kumuona. Amina wapendwa. Hebu naomba tusimame kabla tujairisha ibada. Dakika moja tutamka neno kwa Baba Niko. Sekunde 30 zinatosha. Hebu tutamke kwa imani na Mungu akamuinue. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mwana Mungu aliye hai, Baba tunamkabidhi mikononi mwako Baba Niko ambaye Bwana amekuwa hawezi. Mara kadhaa tumekuita kwa ajili ya afya yake, watumishi wako tumeendelea kumwombea, lakini kwa hatua iliyofikia Bwana wewe umeona ni vema afanywe operation kwa sababu ni matabibu umewaweka pia wewe. Yesu tunamluacha mikononi mwako. Tunaomba neema yako sasa, weza wako sasa, Baba mamlaka yako sasa ikasimame pamoja naye. Nenda katamalaki Bwana, nenda kamponye, nenda kamwezeshe, mwinue kutoka kwenye kitanda katika jina la Yesu. Na kemea roho za mauti na kila hila za adui kwa jina la Yesu. Toka juu yake, hauna mamlaka. Ondoa mkono wako juu yake. Shetani huna mamlaka, bali uweza wa kimungu. Neema ya Bwana ikasimame naye. Baba, inawezekana iko changamoto ya kifedha, lakini inawezekana changamoto ya kihuduma. Yesu, lete malaika zako wamhudumie Bwana. Tazama fedha na dhahabu ni mali yako. Nenda kaitazame ile familia, nenda kaiponye, nenda Bwana kawatetee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mwana Mungu aliye hai. Bwana, tunawaacha mikononi mwako, wote ukawatunze na yeye ukimuinua. Tunatumai ya kwamba utamrejesha akiwa mzima tena wa afya, na tutaendelea naye kuhudumu pamoja naye katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunaomba haya machache na kushukuru. Wateule wa Bwana tuseme amen. Asante, mweke Yesu makofi mazuri. Naomba sasa nikuache mikononi mwa Bwana kwa wakati kama huu, ili kwamba tuende tukapumzike. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mwana Mungu aliye hai, mtakatifu wa mbinguni uliyezifinyanga mbingu na nchi, Baba tunajikabidhi mikononi mwako. Watangulie wateule wako, wawezeshe, wafunike kwa damu ya Yesu Kristo, wape neema na kibali. Bwana, anapoondoka mahali hapa kauone mkono wako kwenye maombi. Nenda Baba kawasaidia watakapotumia vyakula, zisilete madhara katika matumbo yao, bali kila mmoja ukamfunike kwa uwepo si kawaida. Roho Mtakatifu, nenda kamjaze nguvu na uweza, mamlaka juu ya kila mmoja katika safari,
Roho za ajali na vitu vingine tunavikemea, havina mamlaka, bali upendo wako Mungu, nguvu yako Bwana ikatamaraki juu ya wateule wako, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba haya machache na kushukuru. Wateule wa Bwana tuseme amen. Asanteni sana, Mungu awabariki. Basi mpe jirani yako mkono, msalimie.